Amewahakikishia Wakenya kuwa serikali inajitahidi kuokoa hali kwa kuhakikisha kuwa Wakenya hawataathirika na baa la njaa, akiongeza kuwa atahakikisha msaada unafika hadi mashinani ili kuwafikia wote wanaohitaji. James Mwangi anaarifu. Katika juhudi za kukabiliana na baa la njaa linaloshuhudiwa katika baadhi ya maeneo mbalimbali nchini, serikali ya kitaifa imetenga shilingi bilioni 7 zitakazotumika katika ununuzi wa chakula na bidhaa muhimu ili kuwasaidia zaidi ya watu milioni 3.3 wanaohitaji msaada huo kote nchini. We have reviewed the ongoing interventions. We have resolved to upscale the interventions. We have also resolved to diversify the food available so that we can take care of sensitive, special sections of society, including children, women, and the invalids. Overall, 3.3 million people across our country are affected, and we also need food to reach our schools to make sure that our learners are not disrupted by the ongoing drought situation. Akizungumza katika makazi yake rasmi Karen jijini Nairobi, baada ya mkutano na mawaziri pamoja na baadhi ya viongozi wa taasisi mbalimbali nchini, Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amebaini kuwa baadhi ya wanaohitaji msaada hawajakuwa wakifikiwa na vyakula kama inavyotarajiwa, ila sasa serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na zile za kaunti itahakikisha msaada unafika hadi mashinani. We have also asked and directed that all county steering committees be activated, and that we need to work on the last mile delivery of food. We are taking a little long for the food to reach the population in their areas, and therefore we've directed that those teams be activated, and we are going to work through a better supply chain and last mile delivery program. Amewahakikishia Wakenya kuwa serikali itajitahidi kuhakikisha usalama wa wananchi, mifugo na wanyama katika wakati huu wa ukame. I want to take this opportunity to assure the people of Kenya that the government views the current situation as a serious situation, but at the same time assure the people of Kenya that we will not spare any resources to make sure that we don't lose human life, and we also mitigate the effects of this drought on livestock. James Mwangi, Undugu TV.